nimemfahamu akiitwa ndugu Macha. Kwa hivyo polisi wale watu walivyofika wakajitambulisha kwamba wao ni polisi. Mmoja alikuwa amevaa nguo za askari na wengine hao 6 7 walikuwa wamevaa nguo za kiraia. Kwa hiyo walivamia gari yao na wakawalazimisha kwa nguvu, huku wakiwapiga na kuwanyonga, kuwatoa kwenye gari, kisha wakakimbia wakaondoka. Sasa waliondoka na gari hilo waliokuwa nalo na wakalichukua lile gari gari ambalo walikuwepo Jumbe pamoja na rafiki yake Macha, kwa wakakimbia nayo. Sasa watu waliokuwa jirani pale bodaboda waliona hilo tukio, wakasikia zile yowe wakati wa purukushani za kukamatana, na wakaanza kuifukuzia hiyo pikipiki, hiyo gari sasa kwa pikipiki, mpaka wakaelekea maeneo ya Mbweni Usalama, na lile gari liliingia huko maeneo ya Usalama. Sasa walipoingia kule, wale watekaji wakaanza kuwapiga, kurusha risasi kuwazuia hawa madereva bodaboda, walikuwa wengi, kuwazuia ili wasiendelee kuwafukuza. Na marushiano ya risasi, kwa maana ya polisi au watu kurusha risasi, walijiita ni polisi, lakini ilikuwa ni tukio la uharamia, ilikuwa ni tukio la utekaji. Kwa hivyo wakarusha risasi kuwazuia hawa watu na baadaye wakaondoka. Sasa kwa tukawa katika mtanziko mkubwa sana wa sasa yuko wapi ndugu Jumbe. Baada ya masaa kadhaa ya mahangaiko, ndugu Macha akaenda kituo cha polisi Mbweni kutoa taarifa. Mbweni wakawa wameelekeza kwamba jambo hili limetokea wilaya nyingine, kwa hiyo walipeleka wilaya nyingine. Kwa hiyo ikabidi waende Mapinga, kwenye kituo cha polisi Mapinga, lakini vituo vyote hivi hawakulipokea hili jambo kama taarifa ili waweze kutoa hata na ile RB. Kwa hiyo likashindikana, lakini RCO wa Bagamoyo wakawa wamemwambia ndugu Macha kwamba ana taarifa kwamba gari yake, ile gari ambayo walikuwa nayo yeye pamoja na mwenzie, imetelekezwa maeneo ya Mbweni na kwamba imepelekwa kituo cha polisi Mbweni. Kwa hivyo hiyo ndio hali halisi ya jambo lililotokea. Sasa na sisi kama chama tukawa tumekuja hapo ofisini mapema sana, toka saa 11 asubuhi, na tukawa tumealika vyombo vya habari kwamba tutazungumza na kutoa taarifa kwa umma saa 3. Sasa ilipofika saa 3 kasoro tukaona askari polisi wameingia huko ndani, na hapo nje wakawa wameweka magari, yalikuwa kama magari 4 na askari wengi sana wameweka guard, na wengine wakaingia hapa, na hapa ndani aliingia askari aliyejitambulisha kama Afande Ibrahim, ni mkuu wa operation. Kwa hiyo akawa amenieleza kwamba amekuja kufuatilia taarifa kwamba David Jumbe yuko kwenye hii ofisi, yuko huko ndani. Kwa hiyo akaniambia kwamba Jumbe ametoroka, alikuwa amekamatwa, ametoroka. Jumbe ni mtuhumiwa na kwamba ana pingu. Kwa hiyo ni vyema katika mazingira ya hali hiyo, basi ni vyema afunguliwe pingu ili akatibiwe, alafu then mambo mengine yataendelea ya kutoroka kwake na kutuhumiwa kwake. Sasa hapo ndio mjadala na mazungumzo yakaanzia kwamba nyinyi polisi mmejuaje kwamba ana pingu? Sisi huku hili tukio ni la utekaji, uharamia. Mmejuaje ana pingu? Mmejuaje ametoroka? Alikuwa kwenye mikono ya nani ambayo imewataarifu nyinyi ametoroka? Ametuhumiwa kwa kufanya jambo gani ambayo nyinyi mna taarifa nalo? Kwa sababu masimulizi halisi ambayo ameyazungumza ni kwamba yameonekana, yamezungumzwa ni kwamba ametoroka, ametekwa. Kwa hivyo tukawa na muda mrefu kidogo ambao ukachelewesha press yetu, na wakawa wametanda na kutengeneza taharuki ambayo ikasababisha sasa kila mtu hapa kwamba kuna nini kinaendelea.